Njema na tunaenda kusikia neno la Bwana. Na neno la Bwana linazungumzia kuhusu mnara wa Babeli ambao ulijengwa na watu wakawa wako na kitu kinaitwa kiburi. So sana tutazungumzia sana juu ya kiburi, na ninajua Bwana hakuna jambo jema katika maisha yetu, na neno hili najua limekuja kwa wakati wake. So najua Bwana ameandaa kitu kizuri kwa ajili ya maisha yetu, maana kila neno Bwana ananena nasi. So nataka nizungumzie juu ya kiburi, ambapo tutaona watu ambao waliweza kujenga mnara ili ufike mbinguni, wajieke kuwa wako, yaani wajieke kwa akili zao, wajieke ya kuwa wanaweza kufanya mambo makubwa hata kuliko kumhusisha Mungu katika mambo yao. So tutasoma pale katika kitabu cha Genesis chapter 11 verse 1 to 9. Tutaona inaweza kuwa pengine katika hali hiyo ndio sababu hawakubarikiwa, ndio sababu wakatawanyika. Hivyo inaweza kuwa pia kwa sababu ya maisha yenye tunayapitia. Chochote tunachokipitia pengine ni kwa sababu tumejiinua kwa njia nyingine badala ya kumwacha Mungu ainuliwe ndani ya maisha yetu. Kwa hivyo katika kitabu cha Genesis ama Kutoka 11 mstari wa kwanza hadi wa 9, tutasoma pale. Kutoka 11 mstari wa kwanza hadi 9. Kutoka 11 to 9. Okay. Bwana Yesu asifiwe sana. Thank you Jesus, thank you Holy Spirit, thank you mighty God, you are all powerful. Thank you Jesus. Mwanzo 11, yes. Genesis, Mwanzo ni kitabu cha kwanza kabisa katika Biblia. Kwa hivyo tutaona katika kitabu cha Mwanzo 11 mstari wa kwanza kuelekea pale chini. Nitasoma. Nchi yote ilikuwa na lugha moja na usemi mmoja. Ikawa watu waliposafiri pande za mashariki, waliona nchi tambarare katika nchi ya Shinari. Wakakaa huko, wakaambiana, haya na tufanye matofali tukayachome moto. Walikuwa na matofali badala ya mawe na lami badala ya chokaa. Wakasema, haya na tujijengee nchi na mnara, na kilele chake kifike mbinguni, tujifanyie jina, ili tusipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Bwana akashuka ili aone mji na mnara waliokuwa wakiujenga wanadamu. Bwana akasema, tazama, watu hawa ni taifa moja na lugha yao ni moja, na haya ndiyo wanayoanza kuyafanya, wala sasa hawatazuiliwa neno watakalokusudia kulifanya. 7 inasema, haya na tushuke huko tuwachafulie usemi wao, ili wasisikilizane maneno wao kwa wao. Basi Bwana akawatawanya kutoka huko waende usoni pa nchi yote, wakaacha kujenga ule mji. Kwa sababu hiyo jina lake likaitwa Babeli, maana hapo ndipo Bwana alipochafua lugha ya dunia yote. Na kutoka huko Bwana akatawanya waende usoni pa nchi. Jina la Bwana libarikiwe sana. Basi hawa ni wana, wakati Nuhu alipojenga safina na mvua ikanyesha usiku na mchana siku 40, baadaye Mungu aliweza kuwaokoa Nuhu pamoja na kizazi chake, na watu walioingia katika safina walikuwa ni watu 8. Walikuwa na Nuhu, mke wake, watoto wake Sham, Ham na Jafet. Wale wakawa na wake zao. Kwa hivyo wakiwa na wake zao walikuwa ni 6, pamoja na Nuhu na mke wake, wote wakawa ni 8. Na mvua ilipoacha kunyesha na Nuhu wakatoka katika safina,
kulitokea kizazi na wakazaana sana. Basi walipokuwa katika hali hile, wale watu, maana walikuwa wako wengi na lugha ilikuwa ni moja, kama ni usemi ulikuwa ni huo, maana hakukuwa na watu wengine katika nchi hiyo. Kama ilikuwa ni kabila ya Wagiriama, walikuwa ni hao tu peke yao. Kama ilikuwa ni Wakamba, walikuwa ni hao peke yao. Basi wakasema, na tujifanyie mnara ili ifike mbinguni, ili wajifanyie jina. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ilikuwa ni ili wasipate kutawanyika usoni pa nchi yote. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ilikuwa ni kinyume na vile Mungu alikuwa amesema hapo mwanzo. Maana Mungu alisema, zaeni mkaongezeke katika dunia mzima. Bwana Yesu asifiwe sana. So wale walikuwa wanataka kuleta limit katika maisha yao. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hivyo walienda katika akili zao, hawakuenenda vile Mungu alikuwa anataka. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hivyo hawakumuhusisha Mungu katika maisha yao, na katika hali hiyo wakaweza kutawanyika. Ndiposa sasa tuko na kabila nyingi katika dunia mzima. Ilianza pale katika Babeli. Jina la Bwana libarikiwe. Babel meaning confusion. Na katika hali hiyo they were confused na wakatawanyika katika dunia mzima. Ndiposa tuko na kabila nyingi katika ulimwengu huu. Jina la Bwana linuliwe sana. Kwa hivyo ilikuwa ni kiburi. Kiburi kikawafanya wajenge mnara ili wajijengee jina. Hivyo hata sisi siku hii ya leo inaweza kuwa katika maisha ambayo tunayapitia, katika maisha ambayo tuko nayo, tumejijengea jina ili tuonekane ni sisi wenyewe, ni kwa nguvu zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukajijengea majina katika hali ya kutokutii katika neno la Mungu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Kwa hivyo Babel is associated with confusion and division. Jina la Bwana linuliwe. Katika maisha yetu kunaweza kuwa kuna Babeli ambayo inatuletea confusion katika maisha, ambayo inatuletea kutawanyika katika maisha yetu. Amen. Kwa hivyo kiburi kinaweza kukufanya usije ukafikia katika hatima yako. Kiburi kinaweza kukushusha, hata kikakutawanya katika maisha yako, ukawa hauna mbele wala nyuma. Amen. Tukisoma katika kitabu cha Proverbs 11 verse 2, kitabu cha Methali 11 mstari wa 2. Methali, Proverbs chapter 11 verses 2. Inasema ya kwamba kijapo kiburi ndipo ijapo aibu. Amen. Bali hekima ukaa na wanyenyekevu. Kijapo kiburi ndipo ijapo aibu. Kwa hivyo kiburi kazi yake ni kuleta aibu katika maisha yetu. Amen. Kwenye tunaendelea na kusoma hili somo, tutaona ya kuwa katika maisha yetu tuishi maisha ya kumtukuza Mungu, si kujitukuza sisi wenyewe. Amen. Tuishi maisha ya kumtukuza Mungu, tuishi maisha ambayo ni ya kumtegemea Mungu katika maisha yetu yote. Maana tunapotegemea mambo mengine, tunaona haya ndiyo mazuri katika maisha yetu. Lakini je, Mungu anaongea nini katika ile hali niko nayo? Tunapoenenda kwa akili zetu, basi hicho ni kiburi. Na hicho kiburi tumeambiwa katika Methali kinaweza kuleta aibu. Amen. Kinaweza kuleta aibu katika maisha yetu. Na Mungu anasema hekima ukaa katika wanyenyekevu. Jina la Bwana linuliwe. Yoyote yule ambaye hakuna hekima, basi hilo hekima ukaa kwa wanyenyekevu. Maana hekima ni nini? Wakati mwingine unaweza sikia mtu anasema yule pilot alikuwa akona hekima ya juu sana, ndio sababu ile ndege ameipeleka vizuri. Yule driver akona hekima ya juu sana, ndio sababu ameweza kutufikisha vizuri. Pale darasani yule mwalimu akona hekima, yule mwanafunzi akona hekima. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hivyo hekima ni ujuzi fulani wa kujua mambo. Jina la Bwana liinuliwe sana. Kwa hivyo tunapokaa katika kiburi kinaleta aibu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kiburi huleta aibu. Bwana Yesu ainuliwe sana. Kwa hivyo tunapoishi maisha ya dunia hii, kile ambacho kinajiinua ndani yako, na matendo ya mwili yote ni kiburi. Amen.
Matendo ya mwili yote ni kiburi. Jina la Bwana liinuliwe sana. Biblia inasema katika kitabu cha Methali 15:33, kumcha Mungu ama kumcha Bwana ni maonyo ya hekima, na kabla ya hekima utangulia unyenyekevu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kabla ya hekima utangulia unyenyekevu. Wakati mwingine tunaweza kujiinua kwa kiburi chetu, ukasema wacha hiyo kanisa ikae, mimi ndio siendi kanisa. Hiyo ni hasara, na hicho ni kiburi. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana kama utakuja kanisani, hasara ni kwako wewe mwenyewe. Amen. Tunapojiendea katika akili zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tukisoma katika kitabu cha Wagalatia 5, mambo yale ambayo yamesoma pale, yale yote ni kiburi. Amen. Na ndio sababu Biblia imetuambia inatuletea aibu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wagalatia 5. Jina la Bwana liinuliwe sana. Thank you Jesus. Basi katika kitabu cha Wagalatia 5:19 inasema, basi matendo ya mwili ni dhahiri, ndiyo haya: uasherati. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumeambiwa pale katika Methali hiyo 11:2 imetuambia ya kuwa kiburi huleta aibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati unapoenda na kufanya usherati, basi hizo ni akili zako tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na baadaye inaweza kukuletea aibu katika maisha yako. Jina la Bwana liinuliwe sana. Inakuletea maangamizi katika maisha yako. Unakuwa na uaibu. Maana kama wewe ni msichana alafu unafanya mambo ya usherati, kuna uwezekano ya kuwa utapata mimba hata kabla ya kuwa umeolewa. Amen. Hiyo ni aibu ama si aibu? Jina la Bwana liinuliwe. Wakati unakuwa mchafu, hiyo ni kiburi, na hiyo inaweza kukuletea maangamizi, ama inakuletea nini? Inaweza kukuletea uaibu katika maisha yako. Jina la Bwana liinuliwe. Wakati unafanya ufisadi, hiyo ni uaibu, na hicho ni kiburi. Amen. Ibada ya sanamu, hiyo ni aibu. Unapokuwa na uchawi, unakuwa mchawi ili uone tu umeharibia mtu mambo yake. Jina la Bwana liinuliwe sana. Hiyo ni kiburi, na baadaye unaposhikwa ukifanya mambo ya uchawi, baadaye inakuwa nini? Aidha pengine utachomwa, aidha pengine umeingia uaibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ulevi ni hivyo hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Inaweza kukuletea uaibu, maana hicho ni kiburi. Jina la Bwana liinuliwe. Hii mambo ya Mungu inahitaji hekima. Jina la Bwana liinuliwe sana. Ugomvi, amen, wivu, hasira, vitina, faraka, uzushi, usuda, ulevi, ulavi na mambo yanayofanana na hayo. Na katika hayo nawaambia mapema, kama nilivyokwisha kuwaambia, ya kwamba watu watendao mambo ya jinsi hiyo hawataurithi ufalme wa Mungu. Jina la Bwana liinuliwe sana. Haleluya. Kwa hivyo tunapotenda matendo ya mwili, tunapokuwa tunajiinua katika hali hizo, tunafanya ugomvi, tunakuwa na hasira ndani yetu, hatuna hata msamaha ndani yetu. Jina la Bwana liinuliwe. Si hicho ni kiburi tu, na hicho kiburi kinaweza kukuletea uaibu. Hicho kiburi kinakuletea uaibu, lakini Biblia inatuambia hekima ukaa na wanyenyekevu. Jina la Bwana libarikiwe. Mungu mwenyewe ni adui wa kiburi, maana yeye anataka ainuliwe peke yake. Unapojiinua ukawa huna msamaha ndani yako, ukawa huwezi kusamehe wenzako, hicho nacho ni kiburi. Amen. Haleluya. Kwa hivyo ni vizuri tuwe na hekima. Tukiwa na hekima tutakuwa na unyenyekevu ndani yetu. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Amen. Basi kiburi, after kiburi huwa inaleta maangamio. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa tunapojiangalia maisha ambayo tunayoishi, je, tunaishi maisha ya Bwana Yesu asifiwe? Tunaishi maisha ya uaibu ndani yetu? Maisha tunayoishi, je, ni nini ambacho kimeleta uaibu katika maisha yako? Amen. Ni nini ambacho kimeleta uaibu katika maisha yako? Huwezi kuangaliana na wenzako, ni kwa sababu ya uaibu, ni kwa sababu ya kiburi. Amen.
Mambo kama yale yanaweza kurudisha maisha yetu na yakafungia hatima yako katika kufikia hatima ambayo Mungu ameweka ndani yako. Jina la Bwana libarikiwe sana. Amen. Biblia inasema katika hicho kitabu cha Proverbs 29:23, kiburi cha mtu kitamshusha, bali roho ya unyenyekevu itafanya haheshimiwe. Jina la Bwana liinuliwe. Kwa hivyo kiburi cha mtu kitamshusha. Wakati unajiinua, unaona ni kwa nguvu zako nimefika mahali hapa. Unaona ni kwa nguvu zangu hii kitu nimefanya kifanikiwe. Ukaona ni kwa nguvu zangu, basi hiyo nayo inaweza kukushusha. Bwana Yesu asifiwe. Wakati mwingine tunapoangalia wrestling pale, utaona kama mtu kamejieka kanasema yule naenda kupigana na yeye. Amen. Wakati kamefika pale kanashikwa, kanakanyagwa vibaya sana. Ile kiburi inashusha chini. Amen. Kwa hivyo kiburi, tuangalie mambo yetu sawa sawa. Ni nini ambacho kinatuzuia ili tusije tukafikia hatima zetu? Je, ni kiburi tuko nacho? Je, tuko na roho ya kutokusamehe? Je, tumejaza hasira ndani yetu? Hicho ni kiburi. Wakati ukiwa na hasira, hicho ni kiburi. Wakati unakuwa na roho ya kutokusamehe, hicho ni kiburi uko nacho. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwani wewe mwenyewe huwa haufanyi kosa? Jina la Bwana liinuliwe sana. Biblia inasema tusamehe 7 mara 70. Wewe bado umeweka mambo ndani yako. Unapokumbuka kile kiburi nacho kitafanya wewe uwe na uaibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni nini ambacho kinakufanya uwe na uaibu katika maisha yako? Je, ni roho ya usherati iko ndani yako? Je, ni roho ya uchawi iko ndani yako? Je, ni roho ya kiburi iko ndani yako? Je, ni roho ya uadui iko ndani yako? Je, ni roho gani ambayo hiyo iko ndani yako? Umeweka iko ndani yako tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Iko ndani yako tu. Basi hiyo ndio itakayo kuletea uaibu katika maisha yako. Jina la Bwana libarikiwe. Tutamani tuwe na hekima. Tukiwa na hekima, basi tutakuwa na roho za unyenyekevu. Jina la Bwana liinuliwe sana. Na tunaponyenyekea, naye Mungu ataweza kutuinua. Jina la Bwana liinuliwe sana. Amen. Amen. Biblia inasema katika kitabu cha Wagalatia 5:20, nimesulubiwa pamoja na Kristo, lakini ni hai wala si mimi tena, bali ni Kristo yuko ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yesu Kristo akiwa ndani yako, basi roho ya kiburi itaweza kushuka na Mungu ataweza kuinuliwa ndani yako. Yesu Kristo atakuwa yuko ndani yako tayari. Bwana Yesu asifiwe. Yuko ndani yako, he will manifest. Bwana Yesu asifiwe. Akiwa ndani yako atamanifest. Maana sisi tunaitwa Wakristo. Kuna msemo unasema Kikamba mutinda na mukundu ndama au kunduka. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani ukikaa na hicho kitu lazima utakaa hivyo hicho kitu. Jina la Bwana liinuliwe. Na kwa sababu wewe uko na Kristo ndani yake, basi na tufanane na yeye. Amen. Yeye hakuwa na kiburi. Yeye alikuwa ni mtu wa kunyenyekea. Alinyenyekea mpaka kufa kwake. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Akawekewa mambo mengi mabaya, lakini akavumilia. Ni kwa sababu ya mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Akafanyika aibu kwa sababu ya mimi na wewe. Na kama yuko ndani yetu na sisi tuko ndani yake, basi tufananishwe na yeye. Mienendo yetu iwe iko kama yeye. Jina la Bwana libarikiwe sana. Haleluya. Tusamalizia na kitabu cha 2 Corinthians chapter 5:17. 2 Corinthians chapter 5:17 inasema ya kwamba hata imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita, tazama yamekuwa mapya. Jina la Bwana liinuliwe. Mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yamepita na tazama yamekuwa mapya. Jina la Bwana liinuliwe sana. Ya kale yamepita, yale ambayo tulikuwa tunayafanya yamepita. Sasa sisi ni viumbe vipya. Jina la Bwana libarikiwe. Kwa hivyo tunaposongea mbele za Bwana, tunamwambia aondoe kile kitu ambacho kinaleta uaibu katika maisha yetu. Jina la Bwana liinuliwe. Kile ambacho kinaleta kutokunyenyekea ndani yetu,
kile kinatuletea uaibu Mungu hawezi kuondoa. Jina la Bwana linuliwe. Unapoenda pale baharini, unaona boat ama inaitwa ship. Jina la Bwana linuliwe. Niulize swali, ama pengine tuseme tu gari ikitolewa vitu pale ndani, inakuanga ni gari tu ama inakuanga alafu inaregeshwa tena? Huwa iko vipi? Inatolewa hii chuma ambayo haifanyi gari iende, alafu inarudishwa inakuwa sawa. Je, hiyo huwa ni gari tu ama inakuwa si gari? Si bado huwa ni gari tu. Kwa hivyo tutamwambia Mungu aondoe kile ambacho kinacholeta uaibu ndani yetu, aweze kutuwekea kile ambacho kinatuletea roho ya unyenyekevu ndani yetu, ili tuweze kuinuliwa, ili tuweze kubarikiwa, ili tuweze kufikia katika hatima zetu. Bwana Yesu asifiwe sana. Tumekaa katika hali ya uaibu miaka mingi. Amen. Ni kwa sababu pengine hatukuwa tunajua kumbe chuki inaweza ni kiburi tu. Jina la Bwana linuliwe. Kumbe fitina ni kiburi tu. Kumbe wivu ni kiburi tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Maana uko na uamuzi wako wewe mwenyewe tu kusema huyu nitamsamehe na hiyo initoke. Jina la Bwana linuliwe. Uko na uamuzi wa kusema hii sitaona hasira mimi, maana niko na tunda la Roho Mtakatifu ndani yangu. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tutamwomba Mungu ili haweze kuondoa kile kinaleta uaibu katika maisha yetu. Bwana Yesu asifiwe. Ni sawa mwili unashindana na roho, lakini maamuzi ni yako. Shetani anakujaribu tu, lakini maamuzi ni yako. Uko na uwezo wa kusema ndio ama la. Amen. Maana shetani atakuletea jaribu, ni kweli, majaribu huwa yako. Lakini Biblia inasema mtu anapojaribiwa asiseme anajaribiwa na Mungu. Lakini kila mmoja hujaribiwa na tamaa zake yeye mwenyewe, huku akivutwa na kudanganywa. Na ile tamaa ikishachukua mimba uzaa nini? Mauti. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama uko na uamuzi wako wewe mwenyewe wa kusema hii kama ndio inaniletea uaibu, kuanzia leo nitaachana nayo katika jina la Yesu. Jina la Bwana linuliwe sana. Haleluya. Haleluya. Mungu wetu ni Mungu mwaminifu na anatupenda. Biblia katika kitabu cha James 1:5 nasema mtu akipungukiwa na hekima nafanya nini? Naombe. Jina la Bwana linuliwe. Tusome hapo mahali katika kitabu cha James ama Yakobo. Kitabu cha Yakobo 1:5. Biblia inasema, lakini mtu wa kwenu akipungukiwa na hekima na aombe dua kwa Mungu awapaye wote kwa ukarimu wala hakemei, naye atapewa. Jina la Bwana linuliwe sana. Naye atafanya nini? Atapewa. Uombe hekima kwa Mungu, naye ataweza kukupatia. Kwa hivyo inamaanisha ya kuwa hekima haipatikanani hivi hivi tu. Amen. Unaweza kuomba hekima katika mienendo yako, Mungu akuongoze katika njia zako. Amen. Maana hekima hutoka kwake yeye mwenyewe. Na anasema tuombe naye atatupatia. Tupishe naye atafanya nini? Atatufungulia. Jina la Bwana linuliwe sana. Nitarudia katika kitabu cha Methali 11. Kijapo kiburi ndipo ijapo aibu, bali hekima ukaa na wanyenyekevu. Amen. Tunapokaa na hekima, na tumeambiwa tuombe naye atatupatia hiyo hekima, ili tukae katika hali ya unyenyekevu katika maisha haya. Jina la Bwana linuliwe. Kwa hivyo kuna vizuizi vingi ambazo zinatuzuia ili tusiweze kufikia katika baraka ambazo Mungu ameweka ndani yetu. Imagine watu wanajenga mnara. Amen. Wamejenga mnara kwa sababu ni kiburi tu, na baadaye ilikuwa ni uaibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Hawakuuliza hekima kabla ya kufanya mambo yote. So tunapoenda kuomba, naomba tuombe Mungu atupe hekima ili tukae katika hali ya unyenyekevu katika maisha yetu. Jina la Bwana linuliwe sana. Haleluya. Haleluya. Nitamalizia na kitabu cha Isaya 66 mstari wa 2. Isaiah 66:2. Inasema nini? Inasema ya kwamba maana mkono wangu ndio ulifanya hivi vyote, vitu hivi vyote vikapata kutoka. Amen. Asema Bwana.
lakini mtu huyu, nataka umsikize hapa, lakini mtu huyu ndiye nitakaye muangalia. Ni mtu wa aina gani? Ni mtu aliye mnyonge, mwenye roho ya kupondeka, atetemekaye asikiapo neno langu. Jina la Bwana liinuliwe. Huyo ndiye mtu ambaye Mungu atamwangalia. Mtu ambaye ni mnyonge, mwenye roho iliyopondeka, atetemekaye asikiapo neno la Mungu. Jina la Bwana liinuliwe sana. Haleluya. Na huyo ni mtu ambaye hakuna hekima. Huyo ni mtu ambaye hakuna roho ya unyenyekevu. Wewe tunaposimama mahali hapa, naona Mungu akona lengo na kusudi na maisha yetu siku ya leo. Tumwambie Mungu aondoe chochote ambacho kinatuletea uaibu. Atupee roho za hekima ili tuweze kukaa maisha ya unyenyekevu katika maisha yetu. Jina la Bwana liinuliwe. Simama kwa miguu yako ili tuweze kumshukuru Bwana. Basi